Sasa watu wengi wanapoambiwa kwamba wana saratani au ndugu yao wana saratani, kwa watu wengi inakuwa kama hukumu ya kifo. Lakini sio lazima, sio wakati wote saratani italeta kifo au vipi. Kuna saratani ambazo mgonjwa anaweza akapona kabisa na anaweza akaendelea na maisha yake kama kawaida bila athari yoyote ile. Naitwa Dr. Faraja na leo nitaelezea ni saratani ya aina gani ambayo basically inaweza ikatibika kabisa na mgonjwa akaendelea na maisha yake, na ni vitu gani ambavyo mtu anaweza akaendelea tu kuvifanya ili kujaribu kuboresha maisha yake. Sasa saratani zipo kwenye hatua tofauti tofauti. Angalia video ambayo nimeshaifanya kuhusiana na hatua za saratani. Kwa saratani hizi hatua 5, ingawaje watu wanasema kweli zipo hatua 4, lakini for the sake tutasema zipo hatua 5 kwa sababu hata ile hatua ya 0 ni seli ambazo tayari zimeshaanza kutengeneza viashiria vya saratani. Kwa hiyo kati ya hatua 0 mpaka hatua ya 2, ingawaje ukisoma vitabu vingi watakwambia hatua ya kwanza na hatua ya 2. So hatua ya kwanza, hatua ya 2, hizi tunaziita early stage cancer, yani ni kansa ya awali ambayo bado haijasambaa. Na mtu akikutwa na kansa ya awali au saratani ya awali, mara nyingi akipata matibabu sahihi anaweza kapona kabisa kwa zaidi hata 95% ya watu na akaendelea na maisha yake tu vizuri. Lakini sasa kumbuka kwamba mara nyingi saratani hizi zinazogundulika mapema, aidha zinagundulika kwa njia ya ugunduzi wa mapema, uchunguzi wa awali yani screening, au mtu kweli ameona tatizo na akalifanyia kazi mapema kabla haijawa kubwa. Kwa hiyo ukipata saratani, ukigundulika na saratani, daktari akakwambia kwamba ni saratani ya awali, aidha hatua ya kwanza au hatua ya 2, ukipata matibabu sahihi, yani watu wengi wanaweza wakapona kabisa na wakaendelea na maisha yao. Changamoto inakuja kwenye hatua ya 3 na hatua ya 4. Hasa hatua ya 4 unakuta uwezekano wa kupona upo, sio kwamba haupo. Sema tu ni kwamba inapungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mara nyingi kwenye hatua ya 3 na 4 pamoja na matibabu, lakini mara nyingi huwa tunalenga kuhakikisha kwamba mgonjwa anaishi maisha bora na maisha yake yanakuwa ni mazuri zaidi na yanakuwa na comfort. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba mgonjwa anapata vitu kama dawa za maumivu za kumtuliza. Lakini jambo ambalo nimekuja kunotice ni kwamba watu wengi, I think kitu ambacho kinawaua au kinawafanya wasipate maisha mazuri, hasa wanapopata hii saratani ambayo imeendelea kidogo, mara nyingi tu ni afya ya akili inapungua sana. Kwa sababu of course kama nilivyosema, watu wengi wanachukulia kama hukumu ya kifo. Kwa hiyo akishaambiwa kabisa kwamba ana saratani na saratani imeenea, watu wengi wanaingia kwenye huzuni na quality ya maisha yao inapungua sana, kwa sababu wana give up, yani hawaoni tena maana ya kuishi tena. Na hiki ndio kinachowaua watu wengi sana hata kuliko saratani yenyewe. Kumbuka ukipatiwa taarifa mbaya alafu ukaingia kwenye shock na ukabaki kwenye state ya shock, yani usipotoka kwenye hiyo hali, kinga yako ya mwili inashuka kwa kiasi kikubwa sana, na inakuwa ni virahisi sana kwa saratani kuendelea kwa kasi au hata magonjwa mengine kuingia, ambayo hayo magonjwa ndio yatakayo kuua. Kwa hiyo sishangai kwamba kuna watu unakuta labda wanapata saratani, lakini unakuta kinachowaua labda ni magonjwa ya moyo au shinikizo la damu ambalo limeingia au limekuwa kubwa zaidi kwa sababu ya mental health haijaangaliwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ukishapata majibu au ukaambiwa kwamba saratani yako au saratani ya ndugu yako
ipo kwenye hatua za mwisho, ipo kwenye hatua ambazo zimeendelea sana, hakikisha kwamba unamweka awe comfortable au unajifanya uwe comfortable. So kama ni maumivu, hakikisha unapata dawa za maumivu za kutuliza, lakini pia jizungushe na watu ambao wanazungukwa na watu wengine, watu ambao na magonjwa sugu, ambao unakuta labda wako active kwenye vitu kama labda vikundi vya kanisani, vikundi vya mtaani. Hawa ni watu ambao surprisingly wanakaa muda mrefu kidogo, kwa sababu level ya stress inapungua sana na mwili wao unapata nguvu ya kupinga maambukizi mengine na ya kufight hata hizo seli za saratani hizo. Lakini pia unakuta wanalishe nzuri pamoja na kufanya kazi, wanakuwa active. Sio mtu yule tu ambaye unakuta anakaa nyumbani na huzuni. Kwa hiyo anashika mfagio, anaanza kufagia. Kama ni kucheza na wajukuu, kucheza na watoto na vitu kama hivyo, kulisha ng'ombe, kulisha kuku, yani kuwa active na usikae tu au kisubiri kifo. Kwa hiyo saratani kweli ni ugonjwa ambao ni wa changamoto, lakini haimaanishi kwamba ni hukumu ya kifo kwako. Kwa kumbuka, kama imegundulika mapema na matibabu ni sahihi, mgonjwa anaweza kapona kabisa na kaishi maisha mazuri. Na hata kama imegundulika kwenye hatua za mwisho, kuna vitu ambavyo tunaweza tukavifanya ili kuhakikisha kwamba mgonjwa mwenye saratani anakuwa comfortable na kiwango cha stress pia kinapungua pia. Yeah.